Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo, ebu ijue sura ambayo inatokana na jina lako katika Qur'ani. Wallahi, hii ni elimu kubwa sana ambayo siku ya leo tunadiriki kwenda kukufundisha wewe mtazamaji wetu, na naomba tutambue ya kwamba kila binadamu duniani anayo sura yake ambayo ndiyo sura ndani ya Qur'ani inayoendana na jina lake, na ndio maana Qur'ani imeitwa kuwa ni shifaa kwa watu wote. Hapa tunakusudia watu wa dini zote. Kila mtu wa dini yoyote anayo sura yake ndani ya Qur'ani. Yaani wewe ukiwa ni Muislamu, Mkristo, Shinton, Buddha, Judaism, Kukun, Punjab na dini nyingine yoyote duniani, hakikisha utambue kwamba unayo sura yako ndani ya Qur'ani. Lakini sura hii inakuwa ni sababu ya kukutengenezea maisha yako kama utaisoma inavyostahiki na ipasavyo. Na kwa kifupi tunaweza nikakwambia ya kwamba siri ya mafanikio yako ipo katika jina lako kupitia sura inayoendana na jina lako. Hicho ndicho kichwa kizuri cha habari. Siri ya mafanikio yako ipo katika jina lako, ambapo kwa jina hilo linakuwa linasomwa sura ya Qur'ani inayoendana na jina hilo. Nafikiri bila ya shaka mtakuwa mnanielewa vizuri. Ndugu zangu, twende moja kwa moja tukaione ilmu hii ili kila mmoja apate kujifunza haya ambayo siku hii ya leo tunakwenda kuyafundisha. Upate kujua kwamba wewe unatakiwa usome sura gani ili kutakasa mambo yako, maisha yako na kila kitu katika utaratibu wa maisha yako duniani. Sasa basi, moja kwa moja twende tukafafanue. Leo tutakuwa na mambo mawili. Jambo la kwanza, watu wajue, kila mtu ajue sura yake ni ipi katika Qur'ani ili apate kuitumia imuondoshee shida, dhiki, majanga na matatizo mbalimbali yanayoweza kumsibu kama maradhi, nuksi, mikosi na mengine mengi. Lakini vile vile katika siku hii ya leo tutakwenda kufundisha, tutakwenda kutoa tamko hili la mwaka mpya wa Kiislamu. Mwaka mpya wa Kiislamu umebakisha masiku machache sana, ambapo tunatamani tuifanye dua kubwa kabisa, sote kwa pamoja tushiriki katika dua ya mwaka mpya wa Kiislamu. Na mwaka mpya huu wa Kiislamu dua yake itakuwa ni bure kabisa, haitochangiwa gharama yoyote. Nataka tuisome dua ya mwaka mpya wa Kiislamu. Kila mtu anayesikiliza channel hii naye apate kuhusishwa katika dua hii insha Allah. Kabla ya hapo, katika mwaka mpya, hebu twende kwanza katika elimu yetu ambayo tumekusudia kuifundisha katika siku hii ya leo. Darasa letu katika siku hii ya leo linasema kila mtu anayo sura yake ndani ya Qur'an, ambayo sura hiyo ukiitumia vizuri kabisa ipasavyo, wallahi Mwenyezi Mungu atakufanyia sahali katika maisha yako. Mwenyezi Mungu atakurekebishia mipango yako, biashara zako na kila aina ya jambo lako Mungu atalitengeneza. Wakati tunaanza darasa letu, wakati huo na wewe una subscribe. Kwa yule ambaye bado haja subscribe katika channel yetu ya Turiyu TV, basi subscribe, share na wenzako wapate kujifunza hili darsa ili uweze kupata thawabu kwa Mola wetu. Jambo la kwanza, tunaanza na kufundisha hii elimu. Elimu hii ya kujua sura yako ni ipi ndani ya Qur'ani. Jambo la kwanza kabisa ni lazima ujue herufi za abjadi. Herufi za abjadi. Na herufi za abjadi sio ngumu. Herufi hizi zinapatikana katika juzu wa amma. Nenda kafungue katika juzuu ile
lile somo la mwisho kabisa ili kuingia katika suratul Fatiha, pale ndo utakuta wamekuandikia hutwi, kalimani, hawaz, saafas, karashat na vinginevyo. Hizo ndizo abjadi, hizo ndizo abjadi. Sasa iko hivi, abjadi hizi zinakusaidia kujua herufi za Kiarabu, yani idadi ya herufi za Kiarabu. Mfano alif kiabjadi tunasema ni 1, b ni 2, alif b kuna t ambayo ni 400, th ni 500, jim ni 3, alafu kuna he ambaye ni 8, alafu kuna khe ambaye ni 600, alafu kuna dali ambayo ni 4, kuna dhali mpaka kufikia ye huko mwisho kabisa. Hizi zote ni abjadi ambazo tunasema kila herufi moja ya Kiarabu ina namba yake, idadi yake, ina idadi yake. Sasa basi, unatakiwa kwanza uzijue abjadi zote ziwe kichwani. Hilo la kwanza. La pili, sasa ndipo unaweza ukatazama jina la kwako au jina la ndugu yako. Sasa hapa tunachofanya ni kitu gani? Nataka nikafundishe moja kwa moja kwa mifano. Mfano wetu wa kwanza unakwenda kwa jina la Juma. Juma ambaye huyu mama yake anaitwa Maimuna. Unampata mtu anaitwa Juma, mama yake anaitwa Maimuna. Jumaa tunachukua jim sawasawa na 3, mim sawasawa na 40, aini sawasawa na 70. Kwa hiyo 70 tunaweka hapa 3 jumlisha jim jumaa, 3 jumlisha 40 jumlisha aini 70 jumlisha 70 sawasawa na 113. Mama yake huyu mtu anaitwa Maimuna. Tunachukua mim sawasawa na 40 jumlisha 40 jumlisha 10 ambaye ni ye jumlisha mai mu 40 tena, afu jumlisha 6 ambayo ni wau, afu jumlisha Maimuna 50 ambayo ni nun, afu kuna tau marubutwa jumlisha he. Jibu tunapata 264. 264. Hili ndilo jibu la huyu Juma mwenye mama anayeitwa Maimuna. Tunachokifanya, tunatoa 264 tukitoa 114, 114 tunapata 150, ambako hii tutaitoa 114. Tunakwenda kupata jibu 36. 36 ndilo jibu la Juma mwenye mama anayeitwa Maimuna. Jibu lake la mwisho kabisa ambalo ndilo jibu lipo katika system ya Qur'an tumepata ni 36. Kwa kuwa huyu Juma jibu lake ni 36, maana yake huyu anatakiwa sura yake ya Qur'ani ni sura ya 36. Sura yake ya Qur'ani ni sura ya 36. Sasa sura ya 36 katika mrorongo wa Qur'ani wenye juzuu 30, sura 114, maana yake huyu sura yake imekuwa ni ya 36. Kwa kuwa ni sura ya 36, je, ni sura ipi hiyo ya 36 katika Qur'ani? Tunakwenda katika mashafu. Akhfash, naomba nitazamie katika msahafu sura ya 36 ni sura gani? Sura ya 36 ni sura gani? Niko na Akhfash kundi ya hapa, mwamba huyu wa miambani. Sura ya 36 ni sura gani? Okay, inatosha nimeshaiva. Sura tu Yasin. Shukran. Sura tu Yasin. Sura ya 36 ni sura tu Yasin kwa mujibu wa Qur'ani. Kwa kuwa ni sura tu Yasin, manake huyu Jumaa mwenye mama anayeitwa Maimuna sura yake ni sura tu Yasini.
Hii surati Yasin ndiyo sura ya ufunguzi wa maisha yake. Tazama maajabu haya ya Qur'an. Hii ndiyo sura ya ufunguzi wa maisha yake. Hii ndiyo sura ya ufunguzi wa biashara zake. Hii ndiyo sura ya kujikinga na maadui zake. Sura ya 36. Sasa basi, tumepata suratu Yasin ni sura ya 36. Huyu mtu anatakiwa aitumie suratu Yasini kwa ajili ya kufungua maisha yake, kujilinda na kufungua riziki zake, kufungua biashara zake, na vile vile kupata nguvu, kutengeneza mfumo wa mahaba na mapenzi kwa jamii. Kwa kutumia sura gani? Kwa kutumia sura ya 36. 36. Haya, kwa hali kama hiyo, huyu mtu anaitumiaje hii sura? Anaitumiaje? Atakachokifanya, tunaangalia huyu Juma, mama yake anaitwa Maimuna. Herufi za Juma na herufi za Maimuna zipo ngapi jumla? Tunaangalia 1, 2, 3. Yani jim, mimu na aini ni 3. Alafu mimu, ye, mim, wau, nuni na tau marubutwa zinakuwa ngapi hizo? Jumla zinakuwa 9. Kwa hiyo Juma herufi zake ni 9 za majina yake. Kwa kuwa herufi zake ni 9, huyu mtu anatakiwa aisome suratu Yasini mara 9. Lakini sio 9 la, bali anatakiwa aisome 9 mara 9. Yaani Yasini anatakiwa aisome Yasini 9 kwa muda wa siku 9. Ndio inavyotakiwa. Asome Yasini 9 mara 9, yani kwa muda wa siku 9. Atakachokifanya, atachukua 9 mara 9 sawa sawa na ngapi? 9 mara 9 jibu ni ngapi Akhfash? 81. 9 mara 9 81. Kisha unaweza ukaamua kila siku ukasoma Yasini 9 na kesho ukasoma 9 na kesho kutwa mpaka ufikishe siku 9, utakuwa ni sawa na umesoma Yasini 81. Lakini ukipenda kuzimaliza kwa wakati mmoja, utasoma 9 mara 9 ambayo ni sawa na 81, utazisoma kwa siku moja. Sasa kwa sababu Yasini ni kubwa sana, inawezekana siku moja mtu akashindwa kumaliza, basi unaweza kuwaalika mashekhe au maustadhi au vijana wa madrasa wenye kujua kuisoma suratu Yasin, alafu kawaambia, wanangu, nataka mnisomee Yasini 36, Yasini 81. Kisha wakishamaliza kuisoma hii Yasini, wanaisoma lakini kwenye kitu maalum ambacho nitawaambia muda sio mwingi. Yasini 81. Kisha wakishaisoma wataisoma katika kitu kinachoitwa bukhuri. Yaani kutakuwa kuna bukhuri ambayo hawa wataisoma Yasini 81 katika bukhuri hiyo. Halafu kisha ile bukhuri utakwenda kuichoma nyumbani kwako, jifushe kwa muda wa siku 9 mfululizo. Na ikiwezekana ifushe dukani kwako, ifushe katika ofisi yako yoyote, jifushie wewe mwenyewe, ifushe nyumbani kwako. Wallahi inakufungulia vitu mpaka utashangaa. Lakini bukhuri hii ni bukhuri gani ambayo utakayekwenda kuisomea hii suratu Yasini mara 81? Bukhuri yenyewe na kufundisha namna inavyoandaliwa. Hii ni bukhuri mujarabu sana. Kwanza kabisa utaenda kwenye maduka ya dawa zile za Kiarabu kama hapa kwetu Kariakoo, utamwambia akupe ubani unaitwa kandar. Chukua kandar, chukua jawi, huu ni ubani unaitwa jawi. Chukua ubani unaitwa sandarusi. Wengi hawajui, wamezoea kuita ubani maka, ubani maka. Sasa ukisikia ubani kandari ndio huo mnauita ubani maka. Sisi Kiarabu tunauita ubani kandar. Sasa nenda kachukue ubani kandar au maarufu ubani maka. Lakini ukiwaambia nataka ubani maka, huwa kuna ubani fulani wanaweza wakakupa ambayo sio mazuri.
waambie tunataka ubani kandar, alafu watakupa ule ule unaokusudiwa, ambao ubani huu siri yake unaweza ukautafuna mdomoni ukawa kama Big G, hauishi wewe, unatafuna tu. Huu unaitwa ubani kandar. Chukua huu kandar, chukua na ubani jawi, chukua na sandarusi. Ubani unaitwa sandarusi. Kisha changanya na manemane, ni aina pia ya ubani. Manemane utachanganya na uvumba, hivi vitu. Kisha changanya na miski nyeusi ya unga, alafu changanya miski nyeupe ya unga, achana na zile za maji, kuna za unga. Kisha changanya salikha ya unga, kuna dawa inaitwa salikha, hii material salikha. Kisha changanya hii faijal nayo ya unga. Hii salikha na faijal ni vitu ambavyo kidogo vimeadimika sana, lakini unaweza ukapata kwa watu wenye navyo, lakini sio rahisi sana kuvipata madukani, hususan kwa ndugu zetu mliokuwa Arabuni. Salikha mnaweza mkaipata kwa haraka sana, lakini pia faijal kwa wale waliokuwa Arabuni mnaweza kupata haraka. Kama mliokuwa Omani, mimi nimeishi Omani, nendeni sehemu za Al-Matraha kule, sehemu za Sibu, mtazipata hizi faijal, salikha mtapata. Lakini kadhalika upate mustaqa, kuna ubani unaitwa ubani mashtaka, pia upate na huo. Lakini mwisho kabisa upate ambar nyeupe, kuna dawa inaitwa ambari nyeupe. Hii ambari nyeupe ni dawa moja ya ajabu sana. Kapunje kama cha muhindi wanaweza wakakuuzia 2,500 mpaka 3,000 kama kapunje cha muhindi, kwa sababu ni ghali sana na kuipata kwake ni tabu na ni shida. Lakini Dar es Salaam ipo, tunayo katika maduka, ila usiende hovyo hovyo, watakuuzia ambayo ni feki. Kama unataka kwenda, uliza wataalam, watakuelekeza maduka ya kuipata ambari. Chukua kapunje kama cha muhindi, lakini sasa kale ukikachukua unaweza kukata kama kadude cha mchanga, ukachanganya kwa mchanganyo wako wote huu, na dawa ikafanya kazi vizuri kabisa. Hii ambari ina siri ndugu zangu, inauzwa ghali kwa sababu siri yake ni kubwa. Tutakuja kuielezea siku moja darasa la ambari peke yake, ili watu wapate kuijua siri ya ambari ni ipi. Kwa hiyo achana na ambari nyeusi, chukua ambari nyeupe. Hii ndio ina thamani kubwa na ina maajabu makubwa. Na hii ambari hata wakikupatia watakuuliza unajua namna ya kuondoka nayo, kwa sababu ukichukua tu na kuweka mfukoni inaweza ikapotea my friend. Ni dawa moja ya ajabu, wanaweza wakakuibia majini. Unachotakiwa ni kuihifadhi dawa hii, wanakuchanganyia na pilipili manga au pilipili mtama wenyewe wanaita. Halafu ukihifadhi, mchawi wala jini hakuibii, utafika nayo nyumbani salama kabisa salimini. Mimi alhamdulillah hapa nyumbani ninayo, ipo siku nitakuonesheni dawa yenyewe inakaaje, ila ninayo, ila sijaiandaa leo kwa ajili ya kuwaonyesha. Sasa utachanganya mchanganyo wako huu, kisha mchanganyo huu sasa ndo utasomewa hicho kisomo cha suratu Yasini. Mara ngapi? Mara idadi hiyo ambayo tumeikusudia. Baada ya hapo dawa yako hiyo imekwisha kamilika, mara 81 imekamilika kwa mtu kama Juma mwenye mama anaitwa Maimuna, basi nenda kaitumie dawa yako. Choma, jifushe, fusha nyumbani kwako, fusha biashara yako, fusha mambo yako. Wallahi biashara zako zitafunguka mpaka utashangaa. Siri ipo ndani ya Qur'ani ndugu zangu, asikudanganye mtu, siri ipo ndani ya Qur'ani. Sasa leo tumetoa mfano wa jina moja, nilitamani nitoe majina mawili lakini naona muda unakimbia sana. Mfano wetu leo ni jina moja tu, basi unatosha. Isipokuwa tumebakisha siku tisa tu kuweza kuipata mwaka mpya wa Kiislamu. Tutakachokifanya ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu, tutakuwa tuna dua maalumu tutakaozifanya, ambapo dua hizi maalumu mimi binafsi nataka niandae
hizi dawa naziandaa, zipo nimekisha ziandaa na nitaongeza zingine kwa mfumo huu niliokutajia. Kama unaweza kuandaa kaandae, lakini kama huwezi kuziandaa, mimi binafsi naziandaa. Halafu nikishaziandaa utanitumia jina lako. Kama unataka nikuandalie kila kitu, utanitumia jina lako, unaitwa fulani, mama yako anaitwa fulani. Kisha mimi nitapiga hesabu kwa mujibu wa idadi yako ya Qur'ani ni sura gani, afu nitaisoma katika dawa yako. Nikishaisoma na vijana wangu, wanafunzi wangu, kwa sababu najua watu 81, Qur'ani ikisoma mara 81 ni vijana 10 tu. Tukipiga mzunguko wa kwanza tumepata ngapi? Tumepata 10. Mzunguko wa pili, au nikichukua vijana 20, mzunguko mmoja tumepiga 20. Mizunguko miwili tumepiga 40. Kwa mizunguko minne tu tumekwisha maliza. Yaani tunaisoma kwa haraka sana. Baada ya hapo vijana wanapewa sadaka kwa sababu wamejitoa kusoma, ili mradi waendelee kuwasomea na wengine. Hivyo ndivyo huwa nafanya. Kwa hiyo mimi binafsi nimeiandaa na nitaiandaa zaidi dawa hii kwenye kopo maalum, package maalum, ambapo wewe ukitupigia simu ukatuambia mimi jina langu ni fulani, mama yangu anaitwa fulani, tutatranslate lile jina lako, tutajua sura yako ni sura gani, tutakwambia, kisha tutakusomea katika kikopo kimoja, halafu kopo hicho tutakutumia popote pale ulipo. Lakini kwa kutumia kama ni basi, au kwa kutumia kama ni nini, kama ni hapa Dar es Salaam tutakwambia njoo uchukue. Kama ni nje ya nchi, DHL kidogo ina gharama sana. Naomba kwa nje ya nchi muagize ndugu zenu waje wawachukulie, wawatumie namna ya kusafiri nayo. Lakini kama mtu ataweza kuzimudu gharama za DHL, basi inshallah tutakusafirishia. Lakini dawa hizi kila kikopo kimoja kitakuwa kinatoka kwa sadaka ya shilingi 50,000. 50,000 hii itakuwa ni manunuzi ya dawa pamoja na malipo ya vijana wetu ambao watakao kusomea wewe katika dawa yako. Watasoma kwa muda wa siku moja, kitu ambacho kilitakiwa kisomwe kwa muda wa siku kadhaa. Kwa muda wa siku moja kupitia sura yako ambayo imeonekana hapo. Sasa kwa hali kama hiyo, hii dua hii tutakuja kuifanya rasmi. Kwa sasa tutakuwa tunapokea majina ya watu pamoja na gharama zao wanaotaka tuwasomee, tuwaandalie zile kopo za bukhuri zao. Halafu kisha tukishawaandalia, siku ya mwaka mpya wa Kiislamu ndio siku rasmi ambayo tutakayosoma dua hii, na tukiisoma dua hii basi tutamaliza, tutaanza sasa kutuma vile vikopo kwa kila mmoja kikopo chake. Na mwaka mpya wa Kiislamu utafanyika nafikiri takriban kuanzia tarehe 8 au tarehe 9. Hapa patakuwa ni mwaka mpya wa Kiislamu. Sasa basi, kama uko tayari, basi utatutajia jina lako na jina la mama yako mzazi. Kama utakuwa tayari, kwa gharama ya shilingi 50,000 tutakusomea kwenye kikopo chako, ambapo kikopo hichi tutakisomea hiyo siku ya mwaka mpya tarehe 9 au tarehe 8. Kisha baada ya hapo kuanzia tarehe 10, 11 mpaka 12 itakuwa ni siku ya kutuma vikopo vya watu vya bukhuri, ili waende wakazichome bukhuri zao katika biashara zao, katika nyumba zao na katika maisha yao. Unaruhusiwa kusomewa wewe kikopo chako na mke wako, au unaruhusiwa pia kusomewa na mwanao, kila mtu akawa na bukhuri yake. Hii ni nzuri sana insha Allah. Kufikia hapo, niseme sasa karibuni kwa wanaohitaji huduma kama hii, ili kufungua maisha na mipango yako ya kila kitu. Lakini jambo lingine la msingi zaidi, kwa mtu tu ambaye anataka ajue sura yake tu basi, ajue tu basi huyu mtu aniwekee kwenye komenti majina yake na jina la mama yake. Usinitumie kwenye WhatsApp yangu, tuelewane vizuri. Anayetuma kwenye WhatsApp ni yule ambaye anaweka oda ya dawa tu basi,
yule ndo atume kwenye WhatsApp. Lakini anayeweka oda ya bukhuri, huyo ndo atume kwenye WhatsApp. Lakini ambaye yeye anataka tu kujua jina lake, sura yake ni sura gani, basi atuwekee comment. Tutakuwa tuna nafasi ya kuwafanyia watu 5 kwa siku. Kila siku tutakuwa tunaifanya kwa watu 5, na tutakuwa tunaweka hapa hapa katika mtandao, watu wapate kusikia majina yao yanasoma sura gani. Insha Allah, mwisho kabisa ni kuombe usiache kufanya haya ambayo tuliyoyafundisha siku ya leo, yatakupa faida kubwa kabisa. Usiache kusubscribe, usiache kushare, na pia tunahitaji vile vile sadaka yako kwa ajili, tunahitaji kamera au simu nzuri ya kurekodia au laptop. Tunahitaji hayo insha Allah kwa yoyote mwenye uwezo, na tutamuombea dua sana sana sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.